وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا اللقاء. أما بعد kumshukuru Allah na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo hii kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala, katika muendelezo wa risala yetu risalatun fi sujudi sahwi, tutazungumzia al-khulasa. Yani kiufupi ni kwamba kitabu kimeisha. Sasa ufupisho wa maneno yote yaliyomo ndani ya kitabu ndiyo Shekhe rahimahullah amealeta mwisho kabisa wa hii risala. Kwa hiyo tunapozungumzia al-khulasa tunamaanisha ni ufupisho wa maneno ambayo tayari yameshatangulia kusemwa. Mfano, mtu anaweza akasimama mbele za watu akatoa mawaidha au akatoa kalima mbalimbali. Katika yale mawaidha yake au khutba yake au kalima yake au muhadhara wake, mwishoni kabisa akasema, na huu ni ufupisho wa muhadhara ambao tuliotangulia kuutaja hapo nyuma. Kwa hiyo akisema ni ufupisho, kwa maana kwamba anachukua baadhi ya nukta ambazo ni muhimu katika muhadhara mzima kisha anawafikishia. Lidhalika ndivyo hivyo alivyofanya shekhe wetu, kaleta risala nzima kwa uwazi na kwa ufafanuzi zaidi, kisha baadaye sasa anakuja kuleta ufupisho wa maneno yote aliyotangulia kuyafundisha na kuyaelekeza huko nyuma. Qala almuallif rahimahullah, amesema muallif na mtunzi wa risala yetu hii, Allah mrahamu, wal khulasatu, na ufupisho, yatabayanu lana, inabainika kwetu sisi, mimma sabaqa, kwa kutokana na yale yaliyotangulia kuyasoma au yale yote tuliyotangulia kuyasoma, anna sujuda sahwi, inabainika ya kwamba sijidatu sahwi taratan yakunu qabla salam. Kuna baadhi ya wakati hii sijidatu sahwi inaletwa baada ya kuwa mtu ameshamaliza swala na ameshatoa salamu, wa taratan qabla yakunu ba'dahu, na kuna wakati mwingine hii sijidatu sahwi inaletwa kabla ya mtu kutoa salamu. Kuna baadhi ya wakati mtu utaleta sijidatu sahwi baada ya kuwa umetoa salamu, lakini kuna baadhi ya wakati mwingine inatakikana wewe ulete sijidatu sahwi kabla haujatoa salamu, bado upo katika ile swala yako kwenye tashahudi ya mwisho, kabla hujatoa salamu inabidi ulete sijidatu sahwi. Sasa ni sehemu gani hizo ambazo mtu itabidi alete sijidatu sahwi kabla salamu, na ni sehemu gani mtu itabidi alete sijidatu sahwi baada ya salamu? Anasema fayakunu qabla salami fi mawdi'aini, sijidatu sahwi italetwa kabla ya mtu kutoa salamu katika sehemu kuu mbili, na hiyo ni kwa mujibu wa somo letu na masomo yetu tuliyosoma huko nyuma. Al-awwal, sehemu ya kwanza ambayo mtu itatakikana alete sijidatu sahwi kabla ya yeye kutoa salamu, idha kana an naqsin, itakapokuwa mtu huyu ametokewa na mapungufu katika swala yake, kasahau kuleta kitendo fulani katika vitendo vya wajibati. Sawa, kasahau kuleta kitendo katika vitendo vya wajibatu swala, basi itamwajibikia yeye kwa wakati huo kuleta sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu. Na hii inapatikana katika somo letu la an-naqsu, katika kipengele kile cha an-naqsu, nadhani ni ukurasa wa 27. Ukurasa wa 27 anasema, wa in dhakarahu ba'da usulihi ar-rukn alladhi yalihi saqata fala yarji'u ilayhi fastamirru fi salatihi wasjudu lis-sahwi qabla an yusallima. Ukurasa wa 27 ndio kuna maelezo mazuri zaidi ya kipengele hichi. Kwa hiyo mtu ataleta sijidatu sahwi kabla ya kuleta salamu au kabla ya kutoa salamu pale ambapo atakapokuwa amepungukiwa na kitu, na kitu chenyewe sio kitu kingine bali ni wajib min wajibati swala, kwa sababu tulisoma katika mapungufu kuna mapungufu ya aina mbili.
Mtu anaweza kupunguza nguzo au mtu anaweza kupunguza wajibu. Mtu akipunguza nguzo kuna sheria yake na kuna hukumu yake, na mtu akipunguza wajibu ndio hii hapa tunakuja kuona kwamba itabidi alete sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu. Bihadithi Abdullah bin Buhaina, wa hadithi ya Abdullah bin Buhaina radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam sajada lisahwi qabla as-salami hina taraka at-tashahhud al-awwala. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alisujudu sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu, pale ambapo ilipogundulika kwamba amesahau kuleta tashahudi ya kwanza. Wasabaqa dhikru alhadithi bilafdhihi, na hadithi imetangulia utaji wake uliokuwa mzuri zaidi. Athani, sehemu ya pili, ambapo sehemu hiyo mtu inatakikana alete sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu. Idha kana an shakkin, mtu atakapokuwa yupo katika mashaka ya jambo fulani, lam yatarajjah fihi ahadul amrayni, na ikawa hajapata nguvu katika mashaka yake mawili. Ni lipi lenye nguvu? Je, ameswali rakaa mbili au hii ni rakaa ya tatu? Hii ni rakaa ya kwanza au hii ni rakaa ya pili? Hajapata kauli yenye nguvu kwamba hiyo ni rakaa ya kwanza au ni rakaa ya pili. Basi mtu huyu itabidi atafute yaqini yake. Sawa, ataitafuta yaqini yake, na yaqini yake kwa wakati huo itakuwa ni nini? Yaqini yake wakati huo itakuwa ni nini? Hajapata kauli yenye nguvu. Je, hii ni rakaa ya pili au ni rakaa ya kwanza? Atachukua yaqini kuwa ni rakaa ngapi hapo? Atachukulia yaqini kwamba hiyo ni rakaa yake ya kwanza, na ataendelea kuleta rakaa nyingine zote zilizobaki. Bihadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kwa hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu juu yake, fi man shakka fi salatihi, aliyokuwa akizungumziwa yule ambaye atakayekuwa na mashaka katika swala yake. Falam yadri kam salla, na ikawa hafahamu ameswali rakaa ngapi, thalathan am arba'a, je ni rakaa tatu alizoswali au ni rakaa nne? Haithu amarahu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kiasi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwamrisha mtu aina hii an yasjuda sajidatayn qabla an yusallima, alimwamrisha mtu aina hii alete sijidatu sahwi, sijida mbili kabla yeye kutoa salamu. Wasabaqa dhikru alhadithi bilafdhihi, na imetangulia utaji wa hadithi kwa matamko yaliyokuwa sahihi huko nyuma. Tumeshaisoma hii hadithi iliyosimuliwa na Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya kwamba mtu anapokuwa ana mashaka kati ya mambo mawili, je, kipi ni kipi na kipi ni kipi? Sawa, hii ni rakaa ya pili au ni rakaa ya kwanza? Basi atajengea shaka, atajengea yaqini kwamba hili ni rakaa ya kwanza, na ataendelea kuswali kwa ile yakini yake aliyojengea. Mwishoni kabisa itabidi alete sijidatu sahwi kabla ya yeye kutoa salamu. Kwa hiyo hizi ni sehemu mbili, ambapo sehemu hizi mtu itatakikana alete sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu. Sehemu ya kwanza tumesema ni akipunguza wajibu. Akipunguza wajibu, kazungumza mfano wa wajibu aliyopunguza, kasahau kuleta tashahudi ya kwanza katika swala yake, swala yenye rakaa tatu au rakaa nne. Kwenye kikao kile cha pili akawa hajakaa, kasimama moja kwa moja kwenye rakaa ya tatu. Sawa, huyu mtu hatarudi kwenye kile kikao cha pili, bali huyu mtu itabidi alete sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, ikiwa na mashaka kati ya moja ya vitu viwili na ikawa hajapata kauli yenye nguvu ni lipi sahihi, atajengea uchache wa zile dhana zake mbili. Umeelewa? Kisha baadaye ataleta sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu. Hii ni sehemu ya pili. Ya kwanza tumeelewa, ya pili tumeelewa, si ndio? Haya, tuingie katika sehemu nyingine. Qala al-muallif rahimahullah, wa yakunu sujudu sahwi ba'da as-salami fi mawdi'aini, na mtu ataleta sijidatu sahwi baada ya salamu katika sehemu mbili pia vile vile. Al-awwal, sehemu ya kwanza, idha kana an ziyadatin, pale ambapo mtu atakapokuwa amezidisha kitu fulani, nguzo au wajibu. Katika swala yenye rakaa 4 kaswali rakaa 5, kwenye swala yenye rakaa 3 kaswali rakaa 4,
kwenye swala yenye rakaa mbili kwa swali rakaa tatu kwa kuzidisha na kwa kusahau, basi mtu huyu itatakikana alete sijidatu sahwi baada ya kutoa salamu, lihadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kwa uthibitisho wa hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu juu yake, hina salla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam adh-dhuhra, kipindi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyowasalisha swala ya dhuhuri, khamsan, akawasalisha rakaa tano. Fadhakkaruhu ba'da as-salami, wakawa wamemkumbusha Mtume, ya Rasulullah, umetusalisha rakaa tano, lakini wamemkumbusha baada ya kuwa salamu tayari wameshatoka ndani ya swala. Fasajada sajidataini, Mtume hapo hapo alivyokumbushwa na wale maswahaba akasujudu sijida mbili za kusahau. Thumma sallama, kisha akatoa tena salamu kwa mara nyingine. Walam yubayyin, na wala Mtume akawa hajabainisha anna sujudahu ba'da salami, ya kwamba sijida yake hii inakuwa baada ya salamu, lakini kwa kuwa tumemuona ametekeleza sijida au ameileta sijida baada ya kuwa yeye ametoa salamu, basi hapo ndio tunachukulia hukumu na hatua ya kwamba inabidi na sisi tunapozidisha kitu tulete sijidatu sahwi baada ya salamu. Anasema walam yubayyin anna sujudahu ba'da salami min ajli annahu lam ya'lam biziyadati illa ba'dahu, na wala hakubainisha kwamba sijida inayotakikana hapa inabidi mtu alete sijidatu sahwi baada ya salamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama yeye hakufahamu kama amezidisha, bali amekuja kufahamu baada ya kuwa tayari ameshatoa salamu, ndio akafahamishwa, bwana umetusalisha rakaa tano. Hapo akarudi akakaa vizuri, akaleta sijidatu sahwi, kwa kuwa hakukumbuka huko mwanzo. Lakini baada ya kuwa amekumbushwa mara pili, baada ya kuwa salamu zimetolewa, ikabidi alete sijidatu sahwi, basi hapo ndio na sisi tunachukulia hukumu. Fadalla ala umumi alhukmi, basi swala hili au jambo hili likawa limejulisha juu ya upamoja au uamu wa ile hukmu ya kwamba inatakikana mtu alete sijidatu sahwi baada ya salama anapokuwa amezidisha kitu fulani. Wa anna sujuda ani ziyadati yakunu ba'da salami, na sijidatu sahwi kwa mtu aliyezidisha kitu ndani ya swala inakuwa ni baada ya salamu, sawa ya kwamba alima biziyadati qabla as-salami am ba'dahu, amefahamu kwamba amezidisha kitu kabla hajatoa salamu au baada ya kuwa ametoa salamu. Yupo ndani ya swala rakaa ile ya mwisho akakumbuka, mbona kama vile nimezidisha rakaa moja, basi hapo itatakikana atoe salamu kisha alete sijidatu sahwi, hata kama amefahamu kabla hajatoa salamu. Lakini pia vile vile hata kama amefahamu baada ya kuwa ametoa salamu, ameshatoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, akafahamu na akakumbuka kwamba mbona kama nimesali rakaa tano, hapo pia itabidi alete sijidatu sahwi. Wa min dhalik, na kwa ajili hiyo sasa, idha sallama qabla itmami salatihi nasiyan, ikiwa kama mtu atatoa salamu kabla ya kukamilika swala yake hali ya kuwa amesahau, thumma dhakara, kisha akaja kukumbuka, faatammaha, na akaimalizia ile swala, ameswali rakaa tatu au kaswali rakaa mbili, akawa ametoa salamu katika ile rakaa mbili, zile rakaa mbili hali ya kuwa inatakikana aswali rakaa nne, akatoa salamu baada ya rakaa mbili, kisha baadaye akaja kukumbuka, bwana nimeswali rakaa mbili, akanyanyuka kwa ajili ya kumalizia rakaa mbili zilizobaki. Fa innahu, basi hakika mtu huyu, zada salaman fi athnai salatihi, atahesabika kwamba amezidisha kile kitendo cha salamu au amezidisha yale maneno ya salamu katikati ya swala yake. Fayasjudu ba'da salami, wakati huo sasa mtu huyu inatakikana alete sijidatu sahwi baada ya salamu, lihadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kwa uthibitisho wa hadithi Abi Hurairah radhiya Allah ziwe juu yake, hina sallama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi salati adh-dhuhr au al-'asr, pindi ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoa salamu katika swala ya dhuhuri au swala ya asri, min rak'ataini, baada ya kuwa yeye amemaliza kuswalisha rakaa mbili. Fadhakaruhu, wakawa wamemkumbusha masahaba, ya Rasulullah, umeswalisha rakaa mbili. Fa atamma salatahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemalizia swala yake, wasallam, na akatoa salamu. Thumma sajada lis-sahwi, kisha baadaye akaleta sijidatu sahwi, wasallam, na akatoa salamu. Wadhakara wasabaqa dhikru alhadithi bilafdhihi, lakini
Utaji wa hadithi hii umetangulia kwa lafdhi yake iliyokuwa sahihi. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kuleta sijidatu sahwi baada ya salamu, ni pale ambapo mtu atakapokuwa amezidisha kitu ndani ya swala. Sehemu ya pili, idha kana an shakkin, mtu atakapokuwa yupo na mashaka, tarajjaha fihi, na akapata kauli yenye nguvu katika haya mashaka yake, ahadul amraini, moja kati ya mambo mawili. Ile ya kwanza ambayo inabidi mtu alete sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu ni pale ambapo mtu atakapokuwa na mashaka lakini hajapata kauli yenye nguvu kwamba hii ni rakaa ya pili au ni rakaa ya tatu, basi itabidi ajengee kwamba hili ni rakaa yake ya pili na ataendelea na rakaa ya tatu na rakaa ya nne pia kwenye swala yenye rakaa nne, sawa. Lakini kama hajapata kauli rajih, kauli yenye nguvu kwake yeye, au ikawa kama amepata kauli yenye nguvu kwake yeye, basi mtu huyu itabidi alete sijidatu sahwi baada ya kuwa ametoa salamu. Yani mtu kaswali kwenye ile rakaa ya pili akawa na mashaka, je, hivi hii ni rakaa ya pili au ni rakaa ya tatu au ni rakaa ya kwanza hii? Wakati huo yupo kwenye rakaa ya pili, akaja akakumbuka na akapata yaqini na akapata kauli yenye nguvu kwamba hii ni rakaa ya pili, kwa sababu rakaa ya kwanza nilifanya kitendo hichi na rakaa ya pili bado sijaiswali, hii ndiyo rakaa ya pili yenyewe, na akajengea yaqini kwamba ile ni rakaa ya pili, basi ataendelea na ile rakaa yake ya pili. Kisha baadaye mtu huyu itabidi alete sijidatu sahwi baada ya kuwa ametoa salamu. Tuko pamoja? Lihadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kwa uthibitisho wa hadithi ya Ibn Mas'ud radhi za Allah ziwe juu yake, anna nabii sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amara, alimwamrisha, man shakka fi salatihi, yule ambaye atakayetokewa na mashaka katika swala yake, an yataharra sawaba, atafute usahihi wa yale mashaka yake, fayutimma alaihi, basi atimize swala yake kwa ule usahihi aliokuwa ameutafuta, thumma yusallim, kisha atatoa salamu, wa yasjudu, na ataleta sijidatu sahwi, wa sabaka dhikru alhadith bilafdhihi, na hadithi imetanguliwa kutajwa huko nyuma kwa lafdhi yake iliyokuwa sahihi. Tumalizie kabisa na hapa kuna hii faida ambayo hatujaitaja hapo mwanzo kabla wakati tunasoma, lakini pia hata katika maswali hamjaiuliza. Faida yenyewe inasema hivi: wa idha jitamaa alayhi sahawani mawdhi'u ahadihima qabla as-salami wa mawdhi'u ath-thani ba'dahu faqad qala al-ulama'u yughallibu ma qabla as-salami fayasjudu qablahu. Zitakapokuwa zimekutana sababu za kusahau mbili, ambapo sababu ya kwanza ni mtu inatakikana alete sijidatu sahwi kabla yeye kutoa salamu. Sababu ya pili, wakati huo huo inabidi mtu alete sijidatu sahwi baada ya kutoa salamu. Yani zimekusanyika vyote viwili vimekusanyika katika swala moja, sawa. Yani kuna kitendo ambacho wewe umekifanya ambacho kitendo hicho kinakuwajibisha wewe ulete sijidatu sahwi baada ya salamu. Wakati huo kabla hujamaliza swala yako ukatokewa na kitendo kingine ambacho kitendo hicho kinakuwajibisha wewe ulete sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu, utafanya nini? Ndio anasema faqad qala alulama, basi wamelizungumzia swala hili wanawazuoni ya kwamba yughallibu ma qabla as-salami, itakaokuwa na mashiko ni ile ambayo itakaoletwa kabla ya mtu kutoa salamu, fayasjudu qablahu, basi hapo kinachotakikana mtu ataleta sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu, na ile baada ya salamu ataiacha. Tuko pamoja? Mithalu dhalik, mfano wa swala hilo, shakhsun, ikitokea mtu shakhsun yusalli adh-dhuhra, ikitokea mtu anaswali salatu adh-dhuhri, faqama ila thalithati wa lam yajlis liltashahhud alawwal, ikawa amesimama kwa ajili ya kuleta rakaa ya tatu na wala hajakaa kwenye ile tashahudi ya kwanza, kasahau tashahudi ya kwanza, sawa. Akasimama kwa ajili ya rakaa ya tatu, wajalasa fi thalithati adhunnuha athaniya, na akakaa kwenye ile rakaa ya tatu tashahudi ya kwanza akiwa anadhania kwamba hii ni rakaa ya pili. Thumma dhakara annaha thalitha, kisha baada ya kuwa muda mrefu haujapita
akakumbuka kwamba hii mbona ni raka ya tatu hii, yaani yupo kwenye ile tashahudi, anasoma tashahudi, akakumbuka hii ni raka ya tatu hii. Fa innahu yaqumu wa yati bi rak'atin, basi kinachotakikana kwa mtu huyo atasimama na kuleta raka moja ile iliyobaki. Wa yasjudu lisahwi, na ataleta sijidatu sahwi. Thumma yusallim, kisha atatoa salamu. Fahadha shakhsu, huyu mtu taraka tashahhud alawwala wa sujuduhu qabla salam, ameacha tashahudi ya kwanza katika ile raka ya pili. Alisimama, tumekubaliana, alisimama kwenye ile raka ya pili, kasahau kwamba hii ni raka ya pili au raka ya tatu, kasahau kwamba inatakikana hapa nilete tashahudi ya kwanza, akasimama kwa ajili ya kuleta raka ya tatu. Huyu sijida yake inatakikana alete wakati gani? Alisahau kuleta tashahudi ya kwanza kabla ya salam. Wazada julusan fi rak'ati thalitha, lakini kitu cha pili alichokizidisha, alizidisha kile kikao kwenye ile raka ya tatu. Haikutakikana yeye akae pale kwenye ile raka ya tatu, lakini akawa amekaa. Baadaye akakumbuka kwamba mbona kama vile hii ni raka ya tatu, akasimama kumalizia raka moja. Hichi kikao alichokizidisha hapa kinampelekea yeye kuleta sijidatu sahwi wakati gani? Baada ya salamu. Sawa Kwa hiyo ni sababu mbili ambazo zimekutana wakati mmoja. Sababu ya kwanza ni ya kuleta sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu. Sababu ya pili ni ya kuleta sijidatu sahwi baada ya salamu. Anasema muallif, faghallaba ma qabla salami, itakayokuwa na mashiko kwa wakati huo ni ile sijidatu sahwi inayoletwa kabla ya kutoa salamu. Kwa hiyo hapo inatakikana alete sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu, na ile ya baada ya salamu ataiwacha. Wallahu a'lam, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mjuzi zaidi. Wallahu as'alu an yuwaffiqana wa ikhwanana, na ninamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi wote tuliohudhuria katika hii darsa na kusikiliza hii darsa pamoja na ndugu zetu Waislamu lifahamu kitabihi, atuwafikishe Allah subhanahu wa ta'ala kukifahamu kitabu chake wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tunamwomba Allah atuwafikishe kuifahamu sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal amali bihima dhahiran wa batinan fil aqida, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kufanyia kazi maneno yaliyomo ndani ya Qur'ani na maneno yaliyomo katika hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwafanyie kazi maneno hayo kiuwazi na ndani katika nyoyo zetu, wal ibada. Lakini pia tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kufanya ibada, wal muamala. Lakini tunamwomba Allah tuwafikishe kufanya miamala iliyokuwa mizuri, wa an yuhsina al-aqibata lana jami'a. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na atujalie mwisho uliokuwa mwema kwetu sisi wote. Innahu jawadun karim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa ukarimu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tamma tahriruhu biqalami al-faqir ila Allah ta'ala Muhammad as-Salih al-Uthaymin حفظه الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.